Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adamu Hussein. Na miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni nguvu aliyokuwa nayo Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, pamoja na misimamo yake ndio ambayo inaifanya Iran kuwa hivi ilivyo, na mataifa magharibi yamekuwa yakipambana wakati wote kwa ajili ya kuiangusha serikali hiyo na bila kupata matokeo. Mataifa magharibi pamoja na Marekani lakini pia na Israel yamekuwa yakipambana kwa muda mrefu kwa ajili ya kuiangusha serikali ya Ayatollah Al-Khamenei, wakiita serikali ya kidikteta, serikali isiyojali hasa raia wake, lakini pia wakieneza propaganda dhidi ya raia wa Iran, na hatimaye baadhi ya nyakati wa Iran wamekuwa wakiandamana. Lakini nguvu aliyokuwa nayo kiongozi huyo wa kidini Ayatollah Al-Khamenei kumeifanya Iran kuwa katika mabadiliko makubwa na kuwa na mitazamo inayofanana katika taifa hilo, hadi wananchi wenyewe kuona ni Ayatollah Al-Khamenei anayeweza kuiongoza nchi hiyo bila kuyumba. Misimamo ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mitazamo tofauti katika nafasi ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei katika taifa hilo la Kiajemi, mamlaka makubwa, lakini pia udhibiti wa taasisi muhimu kama vile jeshi na mahakama, ndiyo ambayo imeifanya kuwepo kwa uhai wa Iran chini ya uongozi wake, na ni ngumu kwa wakati huu kwa mataifa magharibi kuuangusha uongozi huo. Jambo hili liliwafanya watu wa magharibi hasa Marekani kudhani ni wakati sahihi katika vita vya siku 12 kumua Ayatollah Al-Khamenei. Licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump wakati fulani alitangaza akisema kwamba alizuia Israel isimuue kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, lakini siku za hivi karibuni alikuja kutangaza kwamba yeye ndiye alikuwa akishikilia vita hivyo, na hata wakati fulani mpango wa Mossad ilikuwa ni kumwangamiza Ayatollah Al-Khamenei, nguzo muhimu ya taifa la Kiajemi la Iran. Wafuasi wanaweza kusema kuwa udhibiti wake thabiti wa kiitikadi na kitaasisi umehakikisha uthabiti, huku wakosoaji wakisema sera zake zimedhoofisha uchumi na hadhi ya kimataifa, na kwamba utawala unategemea taasisi kama vile walinzi wa mapinduzi kwa mamlaka yake ya kuendelea ambayo hakuna uwezekano wa kuyaacha. Hoja zinazounga mkono wazo kwamba uwezo wa Khamenei unachangia kuendelea kuwepo kwa Iran udhibiti wa kiitikadi na kitaasisi, lakini Khamenei ameimarisha mamlaka yake juu ya taasisi hizo kama vile jeshi pamoja na mahakama na vyombo vya habari vya serikali, na kumpa msingi mkubwa wa uungaji mkono. Hata hivyo, mara kadhaa amekuwa akipinga juu ya kauli za watu wa magharibi kwamba uchumi wa Iran umeyumba, huku akisema kwamba kama uchumi wa Iran ungeyumba, Iran isingekuwa na uwezo wa kuwa na vinu vya nyuklia wala kuwa na idadi kubwa ya makombora ambayo baadhi ya mataifa ya magharibi hawana. Lakini hali ya maisha katika taifa hilo la Iran ni tofauti kabisa na baadhi ya mataifa katika nchi za magharibi. Moja kati ya nguvu nyingine ambayo ameitengeneza Ayatollah Al-Khamenei ni miungano ya kimkakati. Al-Khamenei amejenga muungano imara wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambao ni muhimu kwa kudumisha mamlaka, kudumisha kuendelea kwa utawala kama kiongozi mkuu, na ana jukumu la kuongoza katika kuweka sera, na amehakikisha kuendelea kwa taasisi za Jamhuri ya Kiislamu hata katika nyakati zenye changamoto. Inatajwa moja kati ya nyakati ngumu ni katika vita vya siku 12, vita ambavyo vilimlazimu kutumia njia mbadala baada ya kuuawa kwa viongozi wakuu wa kijeshi, ambapo aliteua haraka sana viongozi wengine ambao waliingia katika mapambano, na hatimaye Marekani kuamua kusitisha vita hivyo bila kuwepo kwa masharti ya aina yoyote. Licha ya kwamba Iran inakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na vikwazo ambavyo vinahatarisha uchumi wake, lakini bado mataifa mengi, lakini imetengeneza uongozi ambao umetengeneza diplomasia nzuri kwa mataifa mengine, ambapo sasa licha ya kwamba kuna vikwazo vya Iran isiuze mafuta, lakini bado inauza mafuta, na taarifa zilizotolewa katika kipindi cha mwezi wa Septemba ni kwamba Iran imeuza mafuta mengi zaidi kuliko wakati wowote, hasa kipindi hiki cha vikwazo. Iran ni moja kati ya mataifa ambayo hayataki kutegemea misaada kutoka mataifa mengine, lakini imetengeneza muundo wa kushirikiana na mataifa makubwa, ikiwa ni pamoja na China pamoja na Urusi, na hii ni nguzo nyingine ambayo Ayatollah Al-Khamenei ameitengeneza na kujihakikishia hata usalama wake ni wa hali ya juu.
Baadhi ya wachambuzi wanapendekeza kuwa IRGC inaendesha nchi ipasavyo na kwa kushirikiana na mataifa mengine kama vile China, Urusi, lakini pia Korea Kaskazini. Mara kadhaa imekuwa ikipata taaluma zingine za ziada za kimafunzo na hata baadhi ya silaha ambazo kwa namna moja ama nyingine wataalamu wake wameweza kuongeza ujuzi katika utengenezaji wa silaha. Iran ina makombora mazito ambayo yametengenezwa ndani ya taifa hilo na inajivunia kuwa na wataalamu wengi katika masuala mengi, ikiwa ni pamoja na nyuklia, lakini pia na hata katika upande mwingine wa teknolojia zingine ambazo zinahitajika katika ulimwengu. Kuwa na itikadi kwa maslahi ya taifa ni moja kati ya nguzo nyingine ambayo Al-Khamenei amewajenga wa Iran na kuwatengeneza kuwa watu wenye utambuzi wa kujua ni nini anakifanya, na hivyo kutengeneza uzalendo wa hali ya juu kwa taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.